Wazee wa jamii, viongozi wa dini pamoja na viongozi wa shirika la Sagala Village Elders Community Based Organization CBO wamejitokeza hadharani kumpongeza mwanzilishi wa Shangaishi Foundation Christopher Mwanjala Shangaishi kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo na ustawi wa jamii. Wakizungumza wakiwa Sagala, viongozi hao walisema kuwa Shangaishi ameendelea kugusa maisha ya wananchi wengi kupitia miradi mbalimbali ya kijamii inayolenga kuboresha maisha ya wakazi wa Taita Taveta. Shangaishi Foundation. Huyu jamaa mimi ni shahidi. Wakati nikiwa chairman wa Kizumanzi Secondary School pale. Huyu jamaa kuna wakati tulilia, tukawa tumepungukiwa na pesa. Tulikuwa tunataka kununua projector ya kufundisha wanafunzi. Wakati huo jamaa alitushika mkono, akatupatia pesa, tukanunua hiyo projector. Paka sasa hii iko pale. Wewe shahidi, tulikuwa na hata unasikia shahidi ndio. Sasa huyu jamaa kwa kweli amefanya mambo mengi. Na si hapa Sagala peke yake. Yaani hii Voi constituency amefanya mambo. Kule Mbololo ukienda kuna miradi amefanya. Ukifika Kaloleni Voi pale kuna miradi amefanya. Ukifika sokoni pale kuna wakina mama wamefunga zile apron. Zote anawasaidia. Wakina mama wetu wasichafuke zaidi. Mratibu wa Sagala Village Elders Gabriel Mwambi Ngoyo Mshangai alisema kuwa Christopher Shangaishi amekuwa mstari wa mbele kusaidia jamii katika nyakati mbalimbali za mahitaji. Alibainisha kuwa kupitia Shangaishi Foundation wazee walipokea makoti 53 ya mvua kwa ajili ya shughuli za doria za usiku, huku pia akisaidia juhudi za maendeleo ya kijamii katika eneo hilo. Kama huyu jamaa wetu naitwa Chris Mwanjala. Mimi kama kijijini kwangu pale nina mradi wa barabara, nishamcoordinate kupitia kwa wawakilishi wake, na akaja akatunga mkono, akatununulia chakula wakati tunachimba barabara, na baadaye baada ya masaa mawili watu wangu wakapata chochote. At the same time mnavyoona nimeshikilia hii mkoba, tulilia kama wazee wa miji, tukasema tunahitaji gumboot, raincoat, filimbi na kadhalika, mahitaji yote ya wazee wa miji ya kutembea usiku. Na yeye akajikuna, akaja hapa hall, akatumana wakilishi wake kupitia kwa foundation yake, akatuletea raincoat za wazee miji 53. Na tuko nazo, huu ni mfuko ambao ulikuwa umeweka hiyo raincoat. Kwa hivyo mimi shahidi katika hiyo hali. So maendeleo yanayokuja katika foundation ya Chris Mwanjala, sisi tunaiunga mkono 100%. Yule ambaye anamuingilia hivi sioni maana, ni akubali yanayoendelea. Aliyekuwa mwenyekiti wa Sagala Welfare Association Mombasa, Lucas Kinyango Mambula, alimpongeza Shangaishi kwa mchango wake katika sekta ya elimu na uwezeshaji wa kiuchumi. Alitaja msaada wa vifaa vya masomo katika shule ya sekondari ya Kizumanzi, ujenzi wa msingi wa tanki la maji katika shule ya Maria, pamoja na utoaji wa apron kwa kina mama wafanyabiashara. Vile umesikia pia wazee wa mtaa wamefanya. Kuna shule zingine pia ashasaidia. Kama vile ukienda Maria kuna tangi lilikuwa limenunuliwa likawekwa chini, likawa linatobolewa na watoto. Ashafadhili, ashatoa pesa za kujenga ile basement ya ile. Kwa hivyo vile nilikuwa naongea ni hivi, kila kiongozi anakuzwa na watu wake. Yoyote yule unamuona kiongozi anakuzwa na watu wake. Kwanza akiwa kijana, huyo ndio mtu wa kushikilia, kwa sababu kitambo miaka anaenda akikomaa kisiasa na hata kiakili. Kwa hivyo tunaona huyu jamaa yetu Christopher Mwanjala, huyu mimi naweza muita ni shujaa. Kwa sababu huyu jamaa bado hajafika hata miaka 40. Lakini ukiangalia yeye anajaribu kufanya, lazima hata wanasiasa wale wa Kongo wamogope. Na wanamogopa kwa sababu gani? Kwa sababu waliingia hawakufanya kitu. Maana ukiangalia kama jana nilikuwa mahali shule nyingine pale Maria pale. Wale watu wako bado wako kizamani. Shule floor iko na mchanga. Floor iko na mchanga. Madirisha hakuna. Na tunasema tuko na viongozi. Kiongozi gani? Viongozi lazima waonyeshe mfano. Wewe sema wewe unatoka Sagala ama unatoka Voi constituency, alafu ukiangalia shule zako ndio zimebaki nyuma kuliko zote. Alafu lazima pia tuangalie, tupime hawa viongozi wetu. Hata wale walioko mamlakani. Je, walikuwa rated vipi wakati wako kazini pale? Maana mbunge anafananishwa na wabunge wenzake. Tuko na top 10. Kama wabunge tuko na top 10 hapa Coast Province. Unaweza angalia ukachunguza ukaangalia, pengine hata yule wetu ambaye aliyoko mamlakani sasa hayuko.
Kwa upande wake, mzee wa kijiji Adam Mambori Kamata alisema jamii inahitaji viongozi wenye maono ya maendeleo na moyo wa kuhudumia wananchi. Alisema Christopher Shangaishi ameonyesha mfano bora wa uongozi kupitia huduma zake kwa jamii na kujitolea kwake kusaidia wananchi bila ubaguzi. Huyu kijana Chris Mwanjala Shangaishi, yeye ako na hamaki ya kwamba kama kwa mfano akipata ofisi ya ubunge, kuwa mbunge katika eneo bunge la Voi, yeye kulingana na miondoko yake na vile tunamwona saa hii, akipewa pesa za serikali atatumia katika kuendesha miradi ile ambayo amefanyia budget, na wakati imekuwa kwamba haimaliziki, tunaona yeye hushirikiana na wadau na hutafuta wadau ambao wako na pesa na hupata pesa nyingi. Hizo pesa ambazo anapata kutoka kwa donors zitasaidia kukamilisha ile mradi ambayo inabaki. Shangaishi ni kijana ambaye anajituma na ni kijana ambaye ana give back to the community. Na kwa sababu ya ile ku give back to the community, watu wengi wanaanza kumpiga vita. Kama juzi tumeona barua imeandikwa na watu wanajiita Voi Bloggers Association, ambao pia hata hawakuweka contacts zao ijulikane na kina nani. Lakini tukiangalia kwa mtazamo wa ndani ni kwamba hivi ni vita tu vya wanasiasa. Wazee hao walisisitiza kuwa jamii ya Sagala imeungana na itaendelea kumuunga mkono Shangaishi kwa juhudi zake za kupambana na umaskini na kuinua maisha ya wananchi. Walisema mchango wake umeleta matumaini mapya kwa familia nyingi na kwamba jamii inathamini na kutambua kazi anayoifanya. Bwana, mimi ndo mwenyekiti wa wazee wa mji Sagala location. Si kwa uwezo wangu ila kwa neema tu ya Bwana. Mimi naunga Shangaishi mkono kwa kazi anayofanya. Tukimtazama na tungiangalia sana, yani kama anatuondolea maskini mahali tumefika. Ni kijana ambaye anajikakamua kupitia watoto ambao wamefukuzwa shule, wengine wamekosa karo. Kwa uwezo wake amejikakamua, akashika watoto kadhaa. Ukimlilia shida anasikia, yani kama binadamu anajisikia kama mtoto wa nyumbani. Tafadhali naomba Sagala, naomba wenzangu tumshike Shangaishi mkono kwa kazi anayofanya. Sisi wazee wa mtaa ametushika mkono sana. Maanake tukikutana hapa huwa tunakutana kila mwezi. Tukipiga simu ama tutume message huwa tunatumia credit. Hizo nguvu amepatiwa na Mwenyezi Mungu. Vile wenzetu wamesema tumepatiwa hata raincoat. Maana kazi hii ya wazee wa mtaa ni nzuri lakini ni nzito sana, ina majuto. Wakati wa mvua unatembea, wakati wa jua unatembea. Uko on anytime. Hatupumziki. Tukiangalia Shangaishi vile anachukua na vile anatubeba, yani akipata kazi huenda kawa tutakuwa watu wa maana sana katika serikali. Maana sisi tuko kwa serikali kuu na serikali ya county. Na tunataka tutambuliwe na tujulikane. Tutajulikana kupitia nani? Kupitia viongozi wale ambao tumewachagua. Kama Shangaishi Foundation tukimchagua anaweza kutushika mkono sana, tena sana. Tukiangalia hata mimi mwenyewe kwa kijiji changu tulikuwa na shida ya masufuria, lakini tukamuomba akatuletea sufuria kubwa ya 75 kilos. Ametushika mkono tena, akasema kina mama kina baba bado tena nitakuja kushika mkono mahali, na tukapatia sukari. Hiyo yote ni nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunaomba Shangaishi tafadhali, vijana wa mama wa baba tumshiki, yani timwate mwana mzetu mkono. Nitaongea lugha ya kinyumbani sasa. Timwate mwana mzetu mkono, Kiswahili sawa. Tumshike mtoto wetu mkono wa nyumbani ambaye anaweza kutushika mkono kwa lolote lile. Nikiwa kwa matanga anatushika mkono, mtu ni mgonjwa anatushika mkono. Je, tutakuaje leo tumwache Shangaishi? Hatuwezi kumwacha Shangaishi mtoto wa nyumbani. Tutashika mkono na tutajikakamua kwa hali na mali ili tuone tumefikisha wapi. Mengi sina, ni hayo tu, asante. Mkutano huo ulihitimishwa kwa wito wa kudumisha umoja, mshikamano na ushirikiano katika kuendeleza maendeleo ya jamii, huku akisisitiza kuwa viongozi na wananchi wanapaswa kufanya kazi pamoja kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Shangaishi amejituma kuhakikisha ya kwamba anainua watu wake. Ukiangalia watu wengi ambao hapa Voi constituency ni watu ambao maisha yao ni ya chini. Lakini kijana huyu amejaribu sana kuyainua. Vile hao umesikia viongozi wengine wakisema hapa.
masufuria kwa vijiji, mambo kwa matanga anaingilia, nani kusaidia kwa makanisa anasaidia kwa sekta mbalimbali sana. Vijana anawashika mkono, hakikisha kwamba yani hawa vijana wanajitegemea ili waache hii tabia ya kutegemea wanasiasa sana, kupewa 100, 200 labda kuleta vurugu hapa na pale. So yeye anajaribu kuwasaidia hawa vijana wafanye miradi yao na wajitegemee. Voi constituency kuna gaps nyingi ambazo sisi tunaona ya kwamba inamhitaji mtu kama Sangaishi. Ukiangalia saizi yale mambo ambayo yanaendelea Voi constituency, kwa mfano tutaje kidogo hii mambo kama ya unyakuzi wa kunyakua mashamba hapa na pale. Tukiangalia saizi kama Voi Point inaenda kuisha, inagawanywa, na ile ni lease, ni shamba ambayo ni ya jamii, ni lease, lakini paka saizi inagawanywa na hakuna kiongozi ambaye anateta. Tukiangalia ile sehemu ambayo inaitwa Ore pale karibu na Kasarani, wananchi wanateta pale, lakini hata mimi sijaona mbunge akienda pale kulia na wale watu. Tukiangalia area zingine kama hizi zinaitwa hapa Mrabeni hapa kuelekea kama vile unaenda Mwatate, shida ni hizo. So hapa Voi tunahitaji kijana ambaye ni mchapakazi. Tukiangalia Kenya hii tunazamweka Sangaishi kwa level moja labda na kina Ndindi Nyoro. Kiangalia kina Ndindi Nyoro ile kazi ambao wanafanya, wale ni vijana ambao ni viongozi. Kiangalia wakina Babu Owino ile kazi ambao wanafanya, wanachapa kazi. So sisi tunahitaji wachapa kazi hao ili hii Voi ibadilike. Tuache kukaa mahali pamoja kila wakati. Voi itabadilika kupitia kwa hawa vijana wetu ambao saizi wako ambao wanajituma. So ndio manake unaona sisi tunamuunga mkono sana huyu kijana wetu Christopher Sangaishi Mwanjala ili mambo yanyoke hapa Voi constituency. Wale ambao wanamuingilia Sangaishi wale ni waoga. Unajua mfamaji haachi kutapatapa. Wanamogopa. Na wanamogopa kwa nini? Wako ambao wanasema huyu kijana mdogo, lakini kijana wadogo ndio wanafanya mambo siku hizi, si wazee. Wazee wanatakana wakae kando, wale wengine wakae kando. Wewe ufanye yale mambo yanatakana. Ukiona unamuingilia Sangaishi, wewe unamogopa. Kwa nini unamogopa? Maana hizi ni mbio. Kama unajua tunaenda kukimbia, unajua uweze enda kukimbia uwanjani peke yako, ukasema wewe umekuwa namba 1. Unawezekana? Paka mkimbie wengi. Sasa wewe kama unaogopa mwenzako kabla hata mjaenda uwanjani, wewe ni mwoga. Wewe haufai, ni mwoga. Na kiongozi yote haifai kuwa mwoga. Mbio lazima zikimbiwe, na uwezi sema umeshinda wakati hujashindana na mtu. Utakuwa umeshinda nani? Kwa hivyo hawa jamaa ni waoga, wanamwogesha huyu jamaa. Na sisi tunawaambia waache wazidi kuwa na uoga. Wamuogope huyu jamaa, maana huyu jamaa vile anakuja mbio sana. Kwa hiyo vijana wote hawa ambao wanakuja hawa tarajiwa wengine wako mamlakani, huyu kijana tunamwona, huyu kijana ndiye anafaa. Na tunamwombea Mungu awe na nguvu ili hivi vita vishinde. Maana hizi mbio hao wengine washaanza kujikwaa kabla hawajaingia uwanjani. Watakimbia kweli? Hawezi kimbia. Asante. Rufens Momsai, Voi, Taita Taveta County.